Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah thumma salatu wassalam ala rasulillah sayyidina wa habibina wa shafi'ina Muhammad bin Abdillahi wa ala alihi wa ashabihi wa sallim, amma ba'd. Ama baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema kipenzi chetu mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, watukufu zangu, ni mwendelezo wa kukumbushana yaliyokuwa mema, lakini vile vile kukatazana yaliyokuwa mabaya. Ndugu zangu, leo kwa mukhtasari nataka niongelee ndoa. Ndoa ni nini? Ndoa ni mkataba wa hiari na wa halali anaoingia mwanamke na mwanaume ili kukutana kimwili, kihalali, kuanzisha familia na kuishi. Ndoa ni mkataba wa hiari na wa halali anaoingia mwanamke na mwanaume kwa ajili ya kukutana kihalali, kuanzisha familia na kuishi. Hiyo ndo ndoa. Sasa katika hii ndoa kuna watu wanakosea sana. Mkataba huu wa hiari haufungamani na mwanamke kukufulia. Mkataba huu wa hiari haufungamani na mwanamke kukupikia. Mkataba huu wa hiari haufungamani na mwanamke kufanya usafi aina yoyote katika hiyo nyumba. Haya yote yapo katika himaya ya mume. Kupika ni jukumu la mume, kufua ni jukumu la mume, kufanya usafi ni jukumu la mume. Iwapo mwanamke anayafanya haya, anayafanya kumsaidia mume, lakini si kazi iliyomleta. Mwanamke akiyafanya haya, akikupikia, ukiona anakufulia, ukiona anakufanyia usafi wowote, basi jua kabisa anakusaidia wewe mwanaume kutokana na hali yako kushindwa kumwekea mfanyakazi, na yeye huruma yake kwa kupitiliza, ndio maana anayafanya haya ili kukusaidia wewe. Sasa humsada imefikia kipindi kwa wengine imekuwa kama sheria kwao. Tena imefikia wanaume wengine wanawaacha wake zao eti kwa sababu hawajapikiwa, kwa sababu hawajafuliwa, kwa sababu hawajafanyiwa usafi majumbani kwao, eti imekuwa ndio sababu ya kutoa talaka. Hili siyo kusudio la ndoa. Mkataba wa ndoa husemi hivyo. Ndugu zangu, lazima tuelewe. Na shida hii ya kutoa talaka kwenye haki ambayo si haki ya mke inaletwa na jambo moja, kwamba asilimia kubwa wanaingia kwenye ndoa lakini hawana elimu ya ndoa. Ilitakiwa kwa mashehe zetu waanzishe madarasa ya japo miezi mitatu kwa wanandoa ambao bado hawajaingia ndani ya ndoa. Kwa wale ambao hawajaingia ndani ya ndoa, wangeanzisha madarasa, au madarasa hayo yangeingizwa hata mashuleni. Kuanzia form 5 na 6 yangeingizwa madarasa ya ndoa. Uvunjaji wa ndoa usingekuwepo, kwa sababu mtu wa form 5 na form 6 huyu anahesabika ni mkubwa. Baada ya hapo anaenda chuo. Kwa hiyo pale form 6 na form 5 wangeingiziwa maswala elimu ya ndoa, wangetoka wanaifahamu ndoa vizuri. Kwa hiyo mtu angekuwa akiingia katika ibada ya ndoa anajua haki zake ni zipi, mipaka yake ni ipi. Mwanaume angejua shughuli zake ndani ya ndoa ni zipi, mipaka yake ni ipi, na mwanamke vile vile angetambua. Lakini cha ajabu leo mtu kurupu anaingia ndani ya ndoa, hajui ndoa ni nini, hajui mipaka yake ni nini, haki zake ni nini. Kitu sio haki ya mwanamke, mwanaume anatoa talaka. Kukosa elimu. Kwa hiyo ndugu zangu, mimi nawashauri kwamba wanaotaka kuingia ndani ya ndoa waisome ndoa at least kwa miezi japo 3, kisha waingie. Na si ndoa tu, ibada yoyote ukitaka kuifanya, jambo lolote ukitaka kulifanya, ili ulifanye vizuri, ulifanye kwa uzuri, ni lazima uwe na elimu nalo. Huwezi kurupu ukasema mimi naendesha gari kama hujapitia driving school.
huwezi. Kwa hiyo nawakumbusha ndugu zangu, tuisomeni ndoa. Sasa hivi imekuwa ni hatari. Yaani ukiambiwa ndoa mtu kakaa miaka miwili unashukuru Mungu, alhamdulillah, amekaa muda mrefu sana, miaka miwili. Wakati wazee wetu wanafika hadi miaka 50, miaka 40, miaka 30, inategemeana na umri wao, wanakufa wanazikana. Angalia leo hii ni ndoa ngapi ambazo watu wanakufa wanazikana. Tuzisomeni ndoa. Kabla hatujaziingia ndoa, tuzijueni ndoa. Itatusaidia kupunguza kuporomoka kwa maadili ndani ya ndoa, itatusaidia kupunguza kuvunjika ovyo ovyo ndoa. Kinyume cha hapo, tutakuwa kila siku tunapokea talaka, tunaozesha leo, baada ya miezi mitatu tunawapokea watoto zetu. Tumwombe Mwenyezi Mungu atujalie tuwe ni wale ambao wenye kuyasikia maneno na kuyafanyia kazi. Pia Mwenyezi Mungu atujalie, atuzidishie, atudumishe katika ndoa zetu, azijaze baraka ndoa zetu, atuepushie ibilisi ndani ya ndoa zetu, na tufe hali ya kuwa tuwana ndoa, na tukifufuliwa tukaingia katika pepo ya Firdausi. Kwa mawasiliano, mawazo, unaweza ukanipigia kwenye namba yangu hii 0718 90 98 83. Akhikum fi dini, Abu Ismail Ibrahim bin Bakari. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.